Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 20, kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Ezekieli sura 34 aya ya kwanza hadi ya 11, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura 20 aya ya kwanza hadi ya 16. Karibu tusikilize Injili. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 9 na saa 9 akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima uwalipe ujira wao, ukianza wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11 walipokea kila mtu dinari, na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea, wakamnung'unikia mwenye nyumba wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, nawe umewasawazishia na sisi tuliostahimili taabu na hali za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu. Hukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu wapendwa, daima Utatu Mtakatifu unatufundisha kuhusu tabia halisi ya Mungu katika utendaji kazi wake. Vivyo hivyo katika masomo ya siku ya leo yanatukumbusha na kutuonyesha, na zaidi sana anatupitisha kuuelewa utendaji kazi na ufalme halisi wa Mungu ulivyo katika maisha yetu ya kila siku. Zaidi sana Mungu mchungaji mwema, mchungaji ambaye atatutafuta tuliopotea na kutufadhili, na ni Bwana mkarimu anayetoa neema yake bila ubaguzi au kigezo cha stahiki za kibinadamu. Ndiyo tunaona katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Ezekieli, ile sura ya 34 aya ya kwanza hadi ya 11. Nabii Ezekieli anakemea viongozi waliotelekeza watu wao, na zaidi sana wanajitafutia faida wenyewe badala ya kuwatunza kondoo wa Mungu. Ndipo ambapo Mungu sasa anaahidi kuchukua jukumu mwenyewe la kuwatunza kondoo wake kama mchungaji mwema ambaye anawatafuta waliopotea na kuwaponya wagonjwa na kuwalisha kondoo wake. Ahadi hii itatimia pale ambapo Kristo mwenyewe mchungaji mwema anapokuja kuitenda kazi yake. Na katika Injili ya Mathayo sura 20 aya ya kwanza hadi ya 16, kupitia mfano wa vibarua wa shamba la mizabibu
kwamba ufalme wa Mungu hauendeshwi kwa kanuni za kibinadamu za stahiki, bali ni kwa neema tu ndio ufalme wa Mungu unavyoenda na kutenda kazi zake. Mwenye shamba aliwaita vibarua katika nyakati tofauti tofauti, kama tunavyosikia katika somo. Tunaona kwamba alitoka saa 3 asubuhi, akatoka saa 6, saa 9 na saa 9 na hadi saa 11 jioni. Kwa nyakati tofauti tofauti aliwaita watendakazi katika shamba lake, na akawalipa wote dinari moja, ishara ya uzima wa milele. Hii inatufundisha kuwa wokovu ni zawadi ya Mungu, si matokeo ya juhudi zetu katika maisha yetu ya kila siku, bali ni kwa neema ndio wokovu wetu tunaopata. Pia inatufundisha kuepuka wivu wa manung'uniko, kwa kuwa ukarimu wa Mungu kwa wengine haupunguzi kiwango cha baraka katika maisha yetu na katika juhudi na nyakati za maisha yetu tunazopitia. Ndugu wapendwa, ni fundisho gani au mafundisho gani tunayapata kutoka katika masomo haya ya siku ya leo? Fundisho la kwanza ni Mungu hachoki kututafuta. Mwenye shamba alitoka asubuhi na mapema, saa 3, saa 6 na saa 9 na hata saa 11 jioni. Hii inatuonyesha kuwa Mungu anatutafuta kila saa na kila wakati katika maisha yetu. Kila muda bado Mungu anafungua milango ya sisi kubadilika. Bado Mungu anaachilia milango ya sisi kusogea na kujiweka karibu naye, kuijongea sakramenti ya upatanisho. Kumbe bado kuna fursa ya kuingia katika shamba lake bila kujali ni hatua gani ya maisha tunayopitia. Na fundisho la pili ni neema badala ya stahiki. Wale walioingia saa 11 walifanya kazi kwa saa 1 tu, lakini walilipwa dinari moja, mshahara wa siku nzima, kama wale walioingia asubuhi. Dinari hii ni ishara basi ya uzima wa milele kwetu sisi. Uzima wa milele si kitu tunachokipata kwa kustahili au kwa kujivunia mambo tuliyoyafanya, bali ni zawadi na neema kutoka kwa Mungu. Hili ni fundisho ambalo nataka tutambue kwamba sio kwa juhudi zetu tu tunaweza tukaufikia uzima wa milele, ila ni kwa milango ya neema na baraka zake Mungu Mwenyezi inayofunguka kwetu sisi, ndio uzima wa milele tunaweza tukaupata. Ndugu wapendwa, na fundisho la tatu ni kuepuka wivu na manung'uniko. Walioanza asubuhi walinung'unika kwa sababu walipima ukarimu wa Mungu kwa viwango vya kibinadamu. Mungu anatukumbusha kuwa ukarimu wake kwa wengine haupunguzi wema wake kwetu sisi katika siku za maisha yetu. Na badala ya kuonea wivu baraka za wengine, tunapaswa kufurahia neema wanayopokea, kwani sisi pia milango hii itafunguka zaidi kwa kuona furaha katika neema na baraka za wengine. Ndugu wapendwa, katika maisha yetu ya kila siku basi tunaalikwa tujifunze kushukuru. Tushukuru kwa sababu ya neema na nafasi ya Mungu anayotupatia kila siku ya maisha yetu. Tunaalikwa kuwa wakarimu kwa wenzetu. Tuonyeshe ukarimu na msamaha kwa wengine, kwani Mungu ndivyo alivyo kwetu sisi. Tunaalikwa kutambua kuwa bado hatujachelewa. Mlango wa neema uko wazi katika safari ya maisha yetu. Hata saa 11 ya jioni bado ni fursa ya wokovu wetu katika maisha yetu ya kiroho. Kumbe Mungu bado hachoki kututafuta. Mungu bado hachoki kufungua malango yake kwa ajili ya sisi kwenda kukaa naye, karibu naye. Kumbe tusikate tamaa licha ya magumu na changamoto za ulimwengu huu ambazo tunapitia, lakini bado Mungu anaendelea kututafuta wakati wote na saa yoyote. Kumbe tumwendee na tuijongee sakramenti ya kitubio au sakramenti ya upatanisho, ili tujipatanishe naye na tujenge nafasi nzuri na uhusiano mzuri pamoja naye, daima tukitambua ya kuwa wokovu si matokeo ya juhudi zetu tu, bali ni zawadi ya neema ya Mungu pia. Na tuombe basi neema ya Kristo mchungaji mwema, ili kuishi maisha ya shukrani, ukarimu na imani thabiti kwa mchungaji mwema ambaye anatupenda bila mipaka. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Jackson Florence Silayo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!